kumbuka jambo moja, mahali popote ambapo anatajwa shetani au kazi za shetani zinatajwa, ukiona kuna wema wowote, basi fahamu huo wema ni wa muda mfupi, alafu majuto atachukua sehemu kubwa ya watu watakaoshiriki kwenye huo wema. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wiki nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema na kibali. Tunaendelea kujifunza somo letu zuri, somo linaloenda kwa kichwa kinachosema ijue sauti ya Mungu kwa njia ya ndoto yako. Ni somo zuri na somo la baraka sana, ambalo shaba yake kubwa ni kwamba Mungu ametupa ndoto na tunaziota. Hatupaswi kuitazama ndoto kama ndoto. Tunachotamani kukijua ni kile kitu kilichofichika kwenye ile ndoto ni kitu gani. Kwamba shabaha kubwa ya Mungu kutengeneza mlango wa taarifa unaoitwa ndoto ilikuwa ni kupitisha taarifa ambazo zinamhusu mwanadamu na mazingira yanayomzunguka. Tunakuja kuona kwamba watu wa zamani au wazee wetu waliotutangulia walifahamu kabisa kwamba swala la kuota ndoto ni ujumbe ambao Mungu anakuwa anauachilia maalum kwa ajili ya binadamu na mazingira ambayo yanamzunguka, kwa ajili ya kumkumbusha aliyopita, kwa ajili ya kumuonyesha mambo yaliyopo, kwa ajili ya kumwelekeza mambo yanayoendelea yaliyosilini, lakini pia kumfahamisha juu ya mambo yajayo. Kifupi ni kwamba hatuko salama sana, hatuko katika mazingira ya kujiachia sana. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo tunazipata kutoka kwa Mungu muhimu sana kwa njia ya ndoto. Shabaha ya Mungu ilikuwa ni kukupatia taarifa. Tutakuwa na aina 4 za ndoto ambazo tutaziangalia. Aina ya kwanza ya ndoto ni ndoto inayotoka kwa shetani. Mara ya kwanza ndoto zote zilizokuwa zinaotwa zilikuwa zinatoka kwa Mungu. Kwa tulikuwa tuna mlango mmoja tu wa ndoto ambao kama kuna ndoto yote inakuja kwenye maisha yako inakuwa ni moja kwa moja imetoka kwa Mungu. Lakini zikaja kutokea njia za panya zenye uwezo wa kupitisha taarifa zingine tofauti na taarifa inayotoka kwa Mungu. Tukapata mlango wa kwanza ambao ni ndoto zinazotoka kwa shetani. Tukapata mlango wa pili ambao ni ndoto ambazo zinatokana na uchovu. Tukapata mlango wa tatu unaleta ndoto ambazo zinatokana na madhabahu ambayo upo katika madhabahu kwa wakati huo. Ya 4 tunapata ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu. Ndoto ni kama chumba na kilikuwa na mlango mmoja tu wa kupitisha taarifa kutoka kwa Mungu kuja kwa mtu kwa ajili ya maisha ya mtu. Lakini tunakuja kukuta ulifanyika uvamizi ukatokea mlango wa pili. Kuna taarifa zingine tunatakiwa tusipokee kutoka kwa shetani. Kwa siku ya leo tutakaa kidogo kwenye ndoto ya kwanza. Tutaiangalia ndoto inayotoka kwa shetani. Kitabu cha Yohana sura ya 10. Tuone tabia ya shetani. Iko hivi. Ninatamani tufahamu kwamba shetani sio jina. Shetani ni tabia. Tabia ya shetani inaitwa uharibifu, inaitwa uovu, inaitwa dhambi. Na ndio maana mtu yote ambaye ni mharibifu anaitwa shetani. Yesu anakuja kumkemea Petro. Petro alipokuwa anaonyesha kwamba yuko siriasi na anahitaji amlinde Yesu, Yesu akamwambia, rudi nyuma shetani. Sio kwamba Petro amekuwa shetani. Alichokuwa anakimaanisha tabia ya uharibifu ya kuharibu mpango wa wokovu imemwingia Petro. Yeye Petro anazana anatengeneza, kumbe ni roho ya uharibifu iliyomwingia kwa ajili ya kuvuruga mpango wa wokovu. Sasa tukiangalia kitabu cha Yohana ile sura ya 10 mstari wa 10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sasa Yesu hapa anajaribu kutofautisha kwamba yeye Yesu alikuja ili watu wawe na uzima tena wawe nao tele. Lakini alipokuja mwivi, alipokuja shetani, alipokuja mharibifu, alipokuja muovu, lengo lake ni kuiba, lengo lake ni kuharibu, lengo lake ni kuangamiza, lengo lake ni kuleta uharibifu. Hakuna kitu ambacho shetani atakuletea kwenye maisha yako ambacho kinaweza kikauletea unafuu. Ukiona shetani amekufanyia jambo ambalo limeleta nafuu kwenye maisha yako, ni mtego, na hiyo nafuu ni kwa muda mfupi.
muda huo ukipita, ukishawishika kwenye hiyo nafuu, hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo lengo la shetani kuvamia kwenye mlango wa ndoto na kuzipitisha taarifa zake ni kwa sababu ya kusababisha uharibifu, kwanza mwilini, lakini pia rohoni. Ni mara nyingi sana ambapo nimewahudumia watu, nimekuwa nikiomba na watu wengi ambao wamepata madhara kutokana na mazingira ambayo wanakutana nayo ndotoni. Unakuta binti anaota ndoto, anakula chakula, lakini akiamka madhara ya kile ambacho kimefanyika mwili ndotoni anakuja kukiona mwilini. Mwingine ameota ndoto anakimbizwa, anakuja kuamka anajiona akiwa katika yale mazingira. Mwingine anaota ndoto akiwa anaingiliwa kimwili au anamwingilia mtu mwingine kimwili, anakuja, anapoamka anajikuta kweli kachafuka. Shetani anaharibu kuanzia rohoni, anakuja kuleta matokeo mpaka mwilini. Kumbuka jambo moja, mahali popote ambapo anatajwa shetani au kazi za shetani zinatajwa, ukiona kuna wema wowote, basi fahamu huo wema ni wa muda mfupi, alafu majuto atachukua sehemu kubwa ya watu watakaoshiriki kwenye huo wema. Sasa unawezaje kujua kwamba ndoto imetoka kwa shetani? Unapoamka ni lazima usikie hofu ndani yako. Hiyo ni dalili ya kwanza inaonyesha kwamba hii ndoto imetoka kwa shetani. Hakuna wakati ambao Mungu ameshawahi kumtembelea mtu akaachilia hofu ndani yake. Hakuna wakati huo. Biblia inahimiza watu wa Mungu kuwa mahodari na mashujaa. Biblia inasema Gideoni alipopata taarifa ya ndoto iliyootwa na adui zake, alisikia hali ya nguvu, alisikia nguvu ndani yake. Biblia inasema Yusufu alipoota ndoto alisikia nguvu. Taarifa inayotoka kwa Mungu inayokuja kwa njia ya ndoto ikimfikia mhusika, anasikia nguvu, anasikia faraja, anasikia hali ya kuimarika. Ukikuta unaota ndoto, unapoamka unasikia hali ya hofu, unasikia hali ya wasiwasi, basi ufahamu kabisa shetani amekutembelea na tayari ujumbe wa shetani umeshamjia huko ndani. Kwa kitu cha kwanza ni lazima usikie hofu. Kitu cha pili, anakubadilishia aina ya mapigo ya moyo. Anaweza kukuletea ndoto ambayo itasababisha, itafanya mwili wako uondokane na hali ya utulivu. Ukiamka unakuwa na wasiwasi. Ndoto hiyo ina hatari ya kukusababisha ukosane na Mungu na uanze kuishi kwa mashaka. Na mtu yoyote ambaye anaishi kwa mashaka anageuka kuwa adui wa Mungu, kwa mujibu wa kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 38 inayosema, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Mstari wa 39 inasema bali sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea. Sasa nini ambacho kinasababisha mpaka mtu akaanza kuishi kwa kusita, kwa wasiwasi? Ni kwa sababu ameota ndoto yenye hofu, ni kupata taarifa inayomsababisha atishike. Unapoanza kuishi kwa wasiwasi, kwa hofu, ujue moja kwa moja unaanza kupoteza msaada wa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu hayuko tayari kushirikiana na mtu mwenye wasiwasi. Mtu ambaye hana imani, Mungu hayuko tayari kushirikiana naye. Kwa hiyo adui ana tabia ya kuleta taarifa za ndoto ambazo mtu akisikia na kuchika. Watumishi wengi wa Mungu wanaweza kawa ni mchanga kihuduma, ndo anaanza huduma, lakini taarifa za ndoto zinazotoka kwa Mungu anazoziota, anaota anahubiri, ana makutano, anawaombea watu, zile ndoto anapozipata zinamtia nguvu. Tunaita ndoto zimetoka kwa Mungu, lakini za shetani zinamtisha, zinamtengenezea mazingira ya hofu. Anaota ndoto anashambuliwa na ndugu yake, kwa anaanza kuishi kwa wasiwasi pamoja na watu waliomzunguka. Watu wengi wanaoumwa magonjwa ya moyo yalianziaga ndotoni. Wengi wanaomwaga matumbo yalianziaga ndotoni. Kuna watu wana matatizo wengi yameanzia ndotoni. Adui alipitisha taarifa kwa njia ya ndoto. Na watu ambao wanakutana na roho za mauti zimetokea ndotoni. Adui alipitisha hizo taarifa kwa njia ya ndoto. Kuna watu wana maugomvi
hawapatani, hawaaminiani. Ni adui alitengeneza hicho kisasi, alitengeneza huo mfumo kwa njia ya ndoto, alafu wakawaweka ndani yao, wakaamini kila ambacho wanakiona na wanatembea katika hicho na hawana namna ya kukikwepa. Lengo la shetani ni kusababisha, ni kuvunja, kuharibu. Kwa akipitisha ndoto yote ndani yako, ujue amekuja kuharibu utumishi uliobeba. Adui akipitisha ndoto ndani yako, anaweza kapitisha ndoto. Kuna watu ambao wanaoteana ndoto za ajabu. Wewe ni mwanaume unamwotea mkeo ndoto za ajabu na mkeo hayuko hivyo. Wewe ni mwanamke unamwotea mumeo ndoto za ajabu na mumeo hayuko hivyo. Wewe ni mtoto unamwotea mzazi ndoto za ajabu, kaka yako, dada yako, unaota ndoto za ajabu na hawako hivyo. Lengo la adui ni kuharibu tu. Lengo la shetani ni kuhakikisha anaharibu, ni kuhakikisha hawaachi salama. Na kama utaamini, utajikuta ni kila mmoja unakosana naye, unapoteza uhusiano na watu ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo kuna watu wanaumwa magonjwa, anafahamu kabisa ugonjwa ninaoumwa ulitoka ndotoni, anafahamu roho ya mauti imemzingira, ila hii roho ya mauti ilianzia ndotoni. Biashara yangu imekufa, ila hii mauti iliyoingia kwenye biashara yangu ilipitia ndotoni. Kuna mtu aliona anakula chakula ndotoni, alipoamka uvimbe tumboni. Adui alipitisha hicho kitu na watu wanakiishi. Kama umeota ndoto unatoka kwa shetani, Yesu anatuambia kwa Mungu yote yanawezekana. Rudia Mungu, rudi kikaribie kiti cha rehema. Kama umeota ndoto inayotoka kwa shetani, ikakuachia wasiwasi, ikakutengenezea hofu, ikakutengenezea mashaka, uliwahi kuamka kwa kushtuka baada ya kuota ndoto fulani, humwamini mkeo, humwamini mumeo, baada ya kuota ndoto fulani, vitu fulani vikaanza kuenda vibaya kwenye maisha yako, kikaribie kiti cha rehema na neema, upate neema itakao kusaidia wakati wa mauti.